هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ndugu zangu, leo kwa mara nyingine tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa pumzi na umri kuweza kufikia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa 1448. Kwa siku hii ya leo Waislamu wameingia katika mwaka mpya, na duniani kote, na hasa ukipita katika vyombo mbalimbali vya habari, utaona dalili na ishara mbalimbali za Waislamu kuonyesha furaha na pengine kusherehekea mwaka mpya. Ni kweli tumo ndani ya mwaka mpya wa Waislamu, lakini ni wachache katika Waislamu ambao wanautizama mwaka mpya huu kwa jicho pevu zaidi. Ndio, ni mwaka mpya wa Waislamu, lakini hali ya Waislamu kote duniani katika makundi yao tofauti tofauti na madhhabu yao mbalimbali haifanani na furaha na sherehe na kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu, kwa sababu hali ya Waislamu kwa ujumla inasikitisha. Hali ya Waislamu katika Mashariki ya Kati tunaifahamu, hali ya Waislamu kule Lebanoni, Palestina, hali ya Waislamu katika ardhi ya Irani, na hata katika zile nchi ambazo hazina vita wala hazina vurugu, hali ya Waislamu ni duni, ni watu wanyonge, na inatosha tu kwamba hawana ule Uislamu halisi waliokuwa nao. Kwa hivyo kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu utakuwa na maana zaidi ikiwa tutasherehekea kwa kutafuta vichocheo ambavyo vitatupa Uislamu halisi, Uislamu mpya. Maanake sisi tukazaliwa upya katika Uislamu ambao unakusudiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Uislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na ndio maana kwamba mwaka mpya wa Kiislamu unaambatana na matukio makubwa ya kihistoria, matukio ambayo kila mwaka sisi tunaadhimisha, lakini lengo la matukio hayo ni kuleta Uislamu mpya kwa Waislamu, kuwaamsha Waislamu, kuwakomboa, kuleta ukombozi kwa umma. Kwa sababu mwaka 61 wa Kiislamu palitokea mauaji makubwa dhidi ya familia ya Mtume, na hili linafaa lifahamike kwa Waislamu wote. Mwanzo wa mwaka wa Kiislamu ni mwanzo wa furaha au wa huzuni? Ikiwa swali ni hilo, majibu yatakuwa mwanzo wa mwaka wa Kiislamu, mwaka mpya wa Kiislamu ni mwaka wa kuhakikisha kwamba Uislamu wetu unazaliwa upya. Namna gani? Kwa kujifunza yale yote yaliyotokea ambayo yanaweza kuleta mwamko ndani ya jamii ya Kiislamu. Tunahitajia kufanya tajdidi katika Uislamu wetu. Tunahitajia kujikomboa sisi kama Waislamu kurudi sawa sawa katika Uislamu.
Na matukio ya Karbala ni ubao wa kumfundisha Muislamu Uislamu halisi, kwamba arudi katika mstari, afahamu wapi alikosea, atambue viongozi wake halisi, ajifunze namna ya kupambana dhidi ya batila na dhulma. Hii itakuwa na maana sana kwa Waislamu lau kama ikiwa maana ya mwaka mpya wa Kiislamu ni kurejesha heshima upya ya umma wa Kiislamu, ni kujifunza kutokana na matukio mbalimbali yaliyorejesha umma wa Kiislamu nyuma, ili umma ule uwe mbele, usiwe katika mkia, usiwe nyuma. Hii itakuwa na maana sana, na ndio maana tukio la Karbala lina mafunzo mengi sana ambayo mara nyingi tumekuwa tukisema ni chemchemi ambayo hatuwezi kuikausha maji yake, maji ya mafunzo. Na katika ardhi ya Karbala palikuwa na uwakilishi wa watu wa sampuli zote. Ndio uwanja ambao wazee waliwakilishwa, ni uwanja ambao wanawake waliwakilishwa, ni uwanja ambao vijana waliwakilishwa, bali ni uwanja ambao watoto wadogo wachanga wenye kunyonya vile vile waliwakilishwa. Kwa hivyo ni mwaka mpya wa Kiislamu, lakini ni kipindi cha kuhuisha tena Uislamu wetu, tuweze kurudi katika mstari, tuweze kuamka upya, tuweze kufanya tajdidi ya imani yetu. Huo mwaka wa Kiislamu kwa sura hiyo una maana sana, na ndio maana kwamba mara hii insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu tutajitahidi kwamba tuzungumze kuhusu vijana katika jicho la Karbala. Vijana wanajifunza nini kutokana na tukio la Karbala, hasa tukifahamu kwamba katika ardhi ya Karbala vijana waliwakilishwa na vijana wengi katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tulikuwa na Al-Hasan ibn Ali, tulikuwa na Ali al-Akbar, tulikuwa na Ali Zainul Abidin. Katika ardhi ya Karbala tulikuwa na Aun ibn Abdullah ibn Jaafar, tulikuwa na Muhammad ibn Abdullah ibn Jaafar na wengine katika vijana ambao walikuwa na roli kubwa sana katika kuleta ukombozi wa umma, walojitoa kwa ajili ya kurejesha hadhi ya Uislamu. Kwa hivyo ni zamu ya kujifunza kuhusu nafasi ya vijana, na hasa tukifahamu kwamba vijana katika jamii yoyote ile, vijana katika nchi yoyote ile ndio injini ya jamii ile inayoleta maendeleo na kuleta haraka katika jamii ile. Ukienda katika jamii yoyote ile, uhalifu unaofanyika, asilimia kubwa ya wahusika wa uhalifu ule ni vijana. Hata katika nchi zinazoitwa kwamba zimeendelea, katika nchi kama Marekani, asilimia mpaka 60 ya uhalifu unaofanyika vijana ndio wanahusika. Lakini vivyo hivyo ukienda katika jamii yoyote utagundua kwamba mchango wa maendeleo, mchango wa uchumi wa jamii yoyote ile kwa asilimia kubwa sana unafanywa na vijana, unachangiwa na vijana. Leo tizamini nyie, katika masala ya madawa ya kulevya waathirika wakubwa ni nani? Ni vijana, sio watoto wadogo wala si wazee. Na kama wapo wazee, pengine ni wale wazee walioanza mambo yale katika ujana wao, wakaenda nayo mpaka wakafikia katika utu uzima. Kwa hivyo shariha hii, kundi hili la kijamii ambalo ndio kundi kubwa hasa katika nchi zetu, lina mchango mkubwa sana katika kujenga au katika kubomoa.
Na jamii yoyote ile ambayo haina ajenda nzuri kwa vijana, haina mipango mizuri kwa vijana, haiwezi kufanikiwa. Yani mustakbali wake unakiza. Bali sio jamii yoyote tu ile, familia yoyote ile ambayo haina mkakati kwa watoto wake vijana, mustakbali wa familia ile unakiza. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kutizama swala la vijana. Vipimo vya kwamba kijana ni nani vinatofautiana kote duniani, lakini imethibitika kwamba katika bara la Afrika lote vijana wenye umri chini ya miaka 25 ni 60% ya wakazi wote wa bara la Afrika. Yani zaidi ya nusu ya wakazi wa Afrika ni vijana wenye umri chini ya miaka 25. Taban, ikiwa tutaamini kwamba kijana ni yule mwenye umri chini ya miaka 25, japokuwa kiuhalisia kijana anaweza kuvuka umri wake miaka 25. Ukichukua zaidi ya miaka 25 utakuta kwamba katika bara la Afrika 80% kubwa ya wakazi wake ni vijana. Tofauti na Ulaya kwa mfano ni 26% tu. Yani wakazi wote wa bara la Ulaya vijana ni 26%. Kwa lugha nyingine, katika nchi za Ulaya wazee ni wengi kuliko vijana. Watu wazima ambao wanakula pensheni, si wazalishaji, watu ambao wanahudumiwa zaidi kuliko wao kuhudumia jamii, ndio wengi. Na hili linatokana na sababu nyingi. Wenzetu wanachelewa kuoa, kwa hivyo na wakioa hawazai sana. Ama kina sisi tunawahi kuoa na tunazaa sana. Na ndio maana walipotaka kutuletea maradhi haya, tabia hiyo, walituwekea mambo ya uzazi wa mpango ili tuzae kwa uchache. Lakini wakati huo huo wakatuwekea mfumo wa elimu ambao kijana mpaka apate degree yake tayari kishachelewa kuoa au kuolewa. Na wakati mwingine akishamaliza degree yake kwanza anatafuta ajira yenyewe haipatikani, ili akishaipata ndio aoe. Kwa hivyo kuna sababu nyingi sana za kuchelewa kuoa katika mazingira kama hayo. Sasa sisi asilimia zaidi ya 60 ni vijana, wao asilimia 26 ni vijana. Faida ya sisi kuwa wengi vijana ni kwamba tuna nguvu kazi nyingi, lau kama zikitumika vizuri. Lakini ikiwa hazitotumika vizuri, tuna balaa kubwa sana katika jamii. Balaa la vijana. Vijana ambao wakikosa ajira wanaleta maafa makubwa katika jamii. Kule kwetu Arusha, ikitokea kwamba pale Mererani kwa mfano vijana wakazuiliwa kufanya kazi, mji unachafuka. Utaona mabadiliko tu. Hebu niambiani leo hii ikiwa bodaboda zitazuiwa, wale vijana wote watakwenda wapi? Kuna vijana milioni ngapi ambao wameajiriwa na bodaboda? Na watafanya nini katika jamii wakikosa ajira ile? Wataleta maafa makubwa sana. Na ndio maana yoyote anayetaka kuleta vurugu, anayetaka kurusha mateke dhidi ya serikali yoyote ile, huwatumia vijana, kwa sababu ndio nguvu kazi ambayo inaweza kufanya mambo. Na mimi nazungumza haya nikitizama mbele yangu, asilimia kubwa yalokaa hapa ni vijana. Na imesemwa kwamba kama utaamua unataka kuwa nani ukiwa kijana, utakuwa ndio muda muafaka wa maamuzi yako. Lakini ukichelewa katika ujana wako kuamua utakuwa nani, ukavuka kipindi cha ujana, huna fursa tena ya kurudi reverse na kupanga mambo yako ya kuamua uzee wako uweje. Ndio vijana wanaofanya maskhara wanasema
ujana wako ndio unaamua kwamba uzeeni nicheze bao au nikacheze kriketi. Wale wanaocheza golf na michezo ile ni watu wenye uwezo, sio? Katizamini wanacheza golf kule ni watu wale wanaitwa Waswahili au ni matajiri? Haya, na wanaocheza bao kina nani? Kwa hivyo uzee wako ukitaka uwe ni wa kucheza gofu, amua katika ujana wako. Lakini lao ukiamua kwamba wewe uwe ni mcheza bao, pia vile vile unaweza ukawa mcheza bao. Unangojea chai inaopitishwa pale kwamba aliyemshinda mwenzake ndio ananunulia wenzake chai. Alafu mmezungukwa na watu pale ambao wanatizama, washabiki. Wale pia na wenyewe wanasubiri ile chai ya bao. Ole wake yule anayeleta chai impite mmoja asipewe. Niliona mmoja akisema, akiwaambia wenzake, vipi bwana, mbona unanipita bwana, mwenge hauwezi kupita kijiji bwana, kwamba apewe chai yake. Sasa katika nafasi kama hii tuna haja ya kufungua kurasa za kitabu cha Karbala, kuangalia ile page na chapter inayohusu vijana katika ardhi ya Karbala, ili tujifunze kwamba tunajifunza nini, tunasoma nini kupitia kwa vijana wale. Ni wakati wetu katika mwaka huu kuona ni nini ambacho tunapewa katika mafunzo ya Karbala kuhusu kumwandaa huyu kijana na future yake. Ni kijana gani anayehitajiwa na Ahlul Bait? Ni kijana wa sampuli gani anayehitajiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Sasa katika kumwelezea kijana nani, kuna namna mbili za taarifu ya kijana. Kuna ambao wamemweleza kijana kwa misingi ya umri, kwamba ukiuliza kijana ni nani, unaambiwa kwamba kijana ni yule mwenye umri baina ya miaka kadhaa na miaka kadhaa. Hii ni aina moja ya taarifu ya kijana. Sasa tutizame mashirika makubwa ya kimataifa. Umoja wa Mataifa unaposema kijana, unamaanisha mtu mwenye miaka baina ya 15 na 24. Huyo ndo kijana kwa mujibu wa nini? Wa shirika la Umoja wa Mataifa. Na wao wakitoa taarifu, ina maana kwamba kama kuna misaada imelenga vijana, kama kuna sera zinazotaja vijana, maana zinakusudia watu hawa. Ukienda wewe ukapewa mkopo ule, wewe una umri gani, unaambia wewe hauhusiki, kwa sababu definition ya kijana ni yule mwenye miaka baina ya 15 na 24, na wewe ushafikisha 25, kwa hivyo hauhusiki wewe. Na mashirika yote yalokuwa chini ya Umoja wa Mataifa kama shirika la kazi duniani ILO na shirika la afya duniani WHO, yote yale maana ya kijana kwao ni hiyo hiyo, awe na miaka 15, baina ya 15 na 24. Huyo ndo kijana. Hivi ndivyo tunavyoambiwa. Lakini ukija katika shirika la Umoja wa Afrika duniani AU, wao wanasema kijana ni yule mwenye umri mkubwa zaidi kuliko huo, baina ya miaka 15 na 35. Kwa hivyo kwa bara la Afrika lote, taarifu ya kijana ni yule mwenye miaka baina ya 15 na 35. Sisi Afrika kwetu ujana una umri mrefu zaidi. Lakini ukienda katika mashirika mengine kama Commonwealth ni shirika la kimataifa linalohusu nchi zote ambazo zilikuwa makoloni ya Uingereza, kama sisi Tanzania, Kenya na wengine. Taban kuna nchi zilizoingia ambazo zimejiunga lakini hazikuwa makoloni ya Uingereza, kama Rwanda, Togo, Gaboni, Msumbiji ambayo ilikuwa chini ya Wareno, na zenyewe zimejiunga na Commonwealth, nchi zilizotawaliwa na Uingereza.
Wao kijana kwao ana maana tofauti. Ni mtu mwenye miaka baina ya 15 na 29. Huyo ndo kijana kwao. Kwa hivyo ukija katika makundi mbalimbali utakuta kila moja lina maana ya kijana ni nani. Na sisi hatutaki kwenda mbio sana katika hilo. Lakini tuna mulahadha. Kuna kosa kubwa sana la kumpima kijana kwa kigezo cha umri Kiislamu, na hata ambao si Kiislamu, kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali ambao sio Waislamu vile vile, wanaona kasoro ya kumpima kijana kwa kigezo cha umri. Mimi nikupeni mfano. Kwa mfano, Tanzania mtu mzima nani? Ukisema mtu mzima utaambiwa ni mtu mwenye miaka 18 kwenda juu, sio? Huyo ndo anaitwa nani? Mtu mzima. Na Kiislamu mtu mzima nani? Inapimwa kwa umri, kwa miaka, sio kwa miaka, sio? Kuna tatizo katika kutumia miaka jamaa. Kwa mfano Tanzania hapa, tusikilizane vizuri. Ikiwa mtu ana miaka 18 kasoro siku moja, mtu ana miaka 18 kasoro siku moja, na mtu mwenye miaka 18 na siku moja, hawa watu wawili, mmoja kasoro siku moja, mwingine na siku moja, hawa kuna tofauti yoyote ukiwatizama? Wamepishana muda huo, uwezo wa akili, uwezo wa mwili na vingine vyote wanavyojua, kuna tofauti. Lakini sheria iko hivi kwamba lau kama mtu mzima waliyadhu billah akimchukua mtoto wa kike kwa sheria za nchi zetu, akaingia naye katika nyumba za wageni, akabaki naye kule faragha, lakini yule mtoto wa kike ana miaka 18 kasoro siku moja, bwana yule akikamatwa akapelekwa mahakamani, hukumu yake ni nini? Ametembea na mtoto mdogo, na hakuna makubaliano baina ya mtu mzima na mtoto mdogo, huo ni ubakaji, sio? Lakini yule ambaye ana miaka 18 na siku moja, ikithibitika katika ushahidi mahakamani kwamba alifikisha miaka 18 na amezidi tena siku moja, pale hakuna ubakaji. Hawa ni watu wazima wamechukuana, sio? Tawana akiwa si mwanafunzi kabisa, sio? Huyu ni mtu mzima tu wa mtaani. Kwa sababu sheria inakuambia miaka 18 ikishafika tayari yule ni mtu mzima, sio? Nimekupeni mfano wa siku, lakini chukulieni mfano ni masaa. Hukumu ingekuwa hivyo hivyo. Kwa hivyo utagundua kwamba kuna tatizo katika kutumia vipimo vya kumweleza kijana ni nani kwa kuzingatia umri. Lakini mfano mwingine ambao nimekuwa nikiutoa mara kwa mara ni mfano wa namna Uislamu unavyozungumza kuhusu siku. Siku inaanza saa ngapi? Hautizami masaa, unatizama mabadiliko ya kimaumbile, sio? Ndio tukasema mara nyingi kwamba ikiwa tunatizama masaa, saa zile, hicho sio kipimo halisi. Ndio nasema mara nyingi kwamba usiku saa 6 kasoro dakika 1 na saa 6 na dakika 1, hizo ni siku tofauti, sio? Lakini kuna tofauti unaiona wewe? Kiza kile kile na hakuna tofauti yoyote ya kimaumbile. Lakini mimi Muislamu nikikwambia siku mpya imeingia, sizungumzii saa. Yani aliyekuwa Moshi na aliyekuwa Arusha na aliyekuwa Kigoma, saa 6 ikivuka ya usiku tayari ameingia siku nyingine. Lakini magharibi ikiingia
tunasema ni siku mpya. Kwa mfano leo ni tarehe mosi ya mwezi wa Muharram, tumeanza usiku huu majlis, sio? Na tarehe imeingia usiku huu. Hatutizami masaa, tunatizama kwamba kuna mabadiliko gani yaliyotokea katika maumbile. Kiza kimeingia, mwanga umetoweka. Tunasema sasa hii ni siku mpya. Hatutizami saa, tunatizama mabadiliko ya kimaumbile yanayotokea, sio? Sasa hata unapozungumza mtu mzima katika Uislamu, utaona sheria inasema miaka 13, 14, 15, inategemea. Lakini inategemea nini? Kipimo sio umri, sio miaka. Na ndio maana mtu mzima katika sheria ya Kiislamu ni yule mwenye mabadiliko ya kimaumbile. Kama ni kijana, sauti imebadilika na alama nyingine zinazoelezwa katika sheria. Kama ni binti, kifua chake kimebadilika na dalili nyingine zinazoelezwa katika sheria, sio? Pale anaitwa kwamba ni mtu mzima. Kwa hiyo kuna wanaweza kuzaliwa pamoja, akapevuka mmoja kabla ya mwingine, sio? Na panasemekana sehemu za joto mtu anakuwa zaidi kwa haraka. Kwa hivyo kupima kijana kwa kigezo cha miaka sio kipimo halisi, kitakuwa na makosa. Lazima huyu kijana tumueleze kwa namna nyingine. Na hivi ndivyo Qur'ani inavyoeleza kuhusu ujana na kijana. Tunaposema wewe ni kijana, na kuna vipimo vyake. Sasa sitaki kutoa mifano mingi, lakini mfano wa mwisho ni kuhusu, kwa mfano, mwanamke aliyeachika anayekaa eda yake wengi wanafahamu miezi 3, lakini ukweli kimsingi eda sio miezi 3, bali ni kupatwa na hedhi 3 akapatwa na tohara. Lakini kimsingi kwa kuwa ile ni ada ya kila mwezi, kiwango cha juu kabisa cha muda wa mwanamke kuwa ndani ya hedhi ni miezi 3, hedhi 3. Lakini kiwango kidogo kabisa cha chini cha kutofautisha baina ya hedhi moja na hedhi nyingine ni siku 10. Ina maana kwamba chini ya miezi 3 mwanamke anaweza kupitia hedhi 3 tofauti, lakini kwa muda ambao ni chini ya miezi 3, sio? Lakini kiwango cha juu kabisa cha muda ni miezi 3. Kwa hiyo miezi 3 inapotajwa katika sheria ni kwa kuzingatia ada ya mwezi. Kile ndio kipimo cha msingi. Tumeelewana? Sasa mifano iko mingi sana katika sheria ya Kiislamu. Tukubaliani kwamba kipimo cha miaka sio halisi katika kumuelezea kijana nani. Ndio utakuja sasa katika Uislamu na wengine wasiokuwa Waislamu. Hata ukienda katika kamusi za Kiswahili utaona maana hiyo imezingatiwa. Tusikilizane kwa mfano. Kigezo cha pili ni kipi? Mwanadamu anapozaliwa anakuwa dhaifu, hufikia kilele cha uwezo na nguvu za mwili, nguvu za akili, nguvu za kijinsia na nguvu nyingine. Akifikia kiwango kile, huyo ndio kijana sasa. Sisi tuko pamoja? Ana nguvu kwa maana zote katika maeneo mbalimbali. Sasa pale ndio kipindi cha ujana. Na hicho ndio kipimo muhimu sana. Na tutakuja kuelewa maana ya kipimo hiki tutakapokuwa na watu ambao kiumri wangefaa kuitwa ni vijana, lakini miili yao ni kama mzee au zaidi ya mzee. Sasa suala ni kwamba utawaita vijana wale? Mtu goigoi, amelegea, hana nguvu zote, kisha bado unamuita ni kijana. Alafu kuna mzee anayejulikana ni mtu mzima, lakini kamzidi kijana huyu kwa vile vigezo na sifa za kijana. Haya, kijana ni nani? Kwa hivyo tuelewane. Kwa hivyo kigezo cha pili ni kumpima kijana kwa kuzingatia uwezo na nguvu alizokuwa nazo.
Sasa hizi ni nguvu za kiakili, nguvu za kimwili, nguvu za kijinsia na nguvu nyingine. Kamusi inasema hivi ya Kiswahili sanifu, inasema kijana ni mtu aliye katikati ya utoto na utu uzima. Hapo katikati, baina ya utoto na utu uzima, pale katikati, huyo ndo kijana. Si mtu mzima wala si mtoto. Hivi ndivyo mnaelezwa katika kamusi. Kwa lugha nyingine, kama ni mwezi umeshaandama, lakini mwezi ule haujazama, haujapotea, sio? Kwa hivyo uko katikati. Unapokuwa katikati, maana yake nini? Ni mbala mwezi, Ni wakati unang'aa, unapendeza, unavutia, unaonekana. Ndio kipindi cha ujana, sio? Ukiandama unakuwa mdogo, mwezi mwandamo. Na ukienda ukafikia katikati, sasa unaanza kukua mkubwa, unakuwa mkubwa sana, kisha unakuwa mdogo, unapotea. Ndio tafsiri ya kijana, mtoto, kijana na utu uzima. Hii tafsiri ni tafsiri pia ya Qur'an, na ndivyo ilivyoelezwa katika kamusi. Lakini kamusi sanifu pia inasema kijana ni mwenye afya na nguvu. Yani ujana unaambatanishwa na afya na nguvu. Hiyo ndio tafsiri halisi ya kijana nani. Kwa tunapokukuta wewe kijana, huna afya ya akili, huna afya ya mwili, huna afya zote, lakini pia huna nguvu, umepoteza sifa ya msingi kabisa ya wewe kuwa kijana. Kwa sababu si matarajio ya kijana kuonekana katika hali hiyo. Na ndio maana kijana akaitwa kuwa ni nani? Ni nguvu kazi, ni mhimili wa jamii, ni injini ya uchumi wa jamii yoyote ile. Lakini vile vile pamesemwa katika kamusi ya Tuki sasa kwamba kijana ni mtu asiye mtoto, sio mtoto tena, lakini hajafikia utu uzima kamili. Yani ule utu uzima wa kujikongoja hajafikia. Si mtoto, lakini si mtu mzima anajikongoja. Kisha pakaelezwa chini kwamba ni hatua ya maisha. Yani kijana na ujana ni hatua ya maisha na sio umri wa namba. Yani kijana na ujana, ukisema yuko ujanani, amepitia katika hatua fulani ya maisha. Na si suala la namba kwamba ana miaka 30 na ana miaka 20 na hivyo, sio vipimo vya ujana. Kwa hivyo tuseme kwa mukhtasari, ujana ni kipindi cha nguvu cha mwanadamu, kile kipindi ambacho anakuwa ana nguvu. Na ndio maana panapohimizwa kuhusu kufanya ibada sana katika ujana wako, ni kwa sababu ya umuhimu wa kijana. Panaposomwa hadithi kama hii tulioisoma, ya kwamba manake hii hadithi imepokelewa katika vitabu vya Ahlul Bait, lakini hadithi kama hii imo katika vitabu vya Waislamu vyote, vya kwamba siku ya Kiyama mwanadamu pale alipofufuliwa amesimama tayari, yuko katika mahakama ya Mwenyezi Mungu. Sisi sote tumeshasimamishwa, thumma nufikha fiha ukhra fa idhahum qiyamun yanzurun, kisha pakapulizwa parapanda jingine, tahamaki, fa idhahum qiyamun yanzurun, wanashangaa kiyama kimesimama. Sote tutakuwa tumeshahudhuria katika mahakama. Hadithi mbalimbali zinasema, ikiwa hadithi hii ya Imam Sadiq vile vile tuloisoma, kwamba mwanadamu hataondosha nyayo zake, miguu yake pale aliposimama mpaka aulizwe juu ya mambo kadha wa kadha. Jambo katika mambo ya msingi kabisa, an shababihi fima afna, ataulizwa ujana wake ameutumia katika nini. Sio suala la kwamba uzee wake ameutumia katika nini, hapana, ujana. Kwa nini isiwe ni uzee?
Uzee ni wakati wa kustaafu, uzee ni wakati hawezi kwenda mtu mbio, hana nguvu za aina zote. Na ndio maana katika hadithi Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika mambo ambayo anayachukia sana ni mzee mzinifu, kwa sababu matarajio ni kwamba kwa umri wake ashapoteza nguvu zile, lakini bado ameng'ang'ania tu kule. Huyo anatia aibu sana. Mwenyezi Mungu anasema anamchukia sana huyo. Kwa hivyo sasa wewe usianze kwenda msikitini sana na kutaka kuswali salatu layl wakati ushakuwa mzee. Kwanza hatuna uhakika wa kufikia uzee. Wakati wa kwenda mbio sana ukaenda hija, ukafanya tahajjud, ukafunga sunna, ni wakati wa ujanani, sio? Ndio wakati unayaweza mambo yale zaidi. Usiyatafute katika uzee. Hivi ndivyo ambavyo hadithi zinasema. Sasa tusikilize Qur'ani inasemaje kuhusu Nabii Musa alayhi salam. Mwenyezi Mungu anasema, walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wakadhalika najzil muhsinin. Pindi alipofikia ukamilifu wa nguvu. Nani huyo? Musa. Ndio maana ashuddahu. Ukiona katika Qur'ani ashuddahu maana yake ni ukamilifu wa nguvu. Wastawa, na ukomavu wa akili. Kafikia ukamilifu wa nguvu na ukomavu wa nini? Wa akili. Mungu anasema atainahu hukman wa ilma, tulimpa hekima tukampa na ilmu. Na wengine wanasema tukampa utume wakati huo. Na ulamai wameanza kutofautiana kwamba je, ni wakati gani alipewa? Wengine wanasema alikuwa na miaka 40, wengine 33, wengine 32, wengine 18. Lakini bado si swala la msingi. Swala la msingi ni hapa kwamba balagha ashuddahu, istawa, amefikia ukamilifu wa nguvu za mwili, lakini wakati huo huo ukomavu wa akili yake imekomaa. Ukitizama katika Uislamu kuna uwiano mkubwa baina ya kukua kwa mwili na kukua kwa akili. Kwa nini mtu akishabaleghe ndio anaambiwa kwamba yeye ni mukallaf? Yaani akibaleghe sasa ataulizwa. Akiacha kuswali sasa ni yeye ataulizwa, sio? Kwa maana ya kwamba kukua kwa maumbile yake kuna kwenda sambamba na kukua kwa nini? Akili yake. Ndio matarajio katika Uislamu. Kwa hivyo mtoto yule mwache awe na mwili mkubwa atakavyokuwa. Hasa katika ulimwengu tunaoishi ambao unaliona jitoto linakula ovyo ovyo, lina mwili mkubwa sana lakini akili ndogo. Bado hajakuwa. Ni kama ni watoto wa kike, basi utamkuta anacheza ile michezo ya watoto ile arede. Lakini mwili wake mkubwa sana. Huyu asiposwali kama hajabaleghe, hajavunja ungo, haja nini, wala haulizi, acha awe na mwili mkubwa sana lakini bado maumbile yake hajasema kwamba huyu ni mtu mzima, sio? Sheria haimtambui kwa sababu kuna uwiano baina ya kukua kwa mwili na akili. Acha awe mfupi atakavyokuwa, lakini ana ishara zote zile za kuwa sasa huyu kashabaleghe, mtu mzima. Huyu sheria inamtambua bwana, ana mabadiliko yote haya. Huyu ni mtu mzima bwana. Tuko pamoja bwana? Kwa hivyo matarajio ni kwamba akili yake pia tayari imepevuka. Istawa, asha komaa kiakili. Swala sio swala la miaka. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kuhusu Nabii Musa, walamma balagha ashuddahu. Hakuna ikhtilafu kwamba ashudda ni nguvu za mwili. Na Musa alikuwa na nguvu. Amefikia kilele cha kwamba sasa ni kijana mwenye nguvu. Na ushahidi ni kwamba aliweza kwenda kuwatekea watoto wa Shuaibu maji, akabeba maji yanayobebwa na watu kadhaa yeye peke yake. Alikuwa kijana wakati huo, si ndio? Na wale mabinti wakasema, ya abati istajiruhu inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Alikuwa na nguvu kwa sababu ni kijana wakati huo. Na kuhusu Yusuf alayhi salam,
Mwenyezi Mungu anasema walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma, alipofikia ukamilifu wa nguvu za mwili wake. Ashuddahu, huo ndio ujana katika Qur'an. Sheikh Sha'rawi anasema maana ya ashudda iktimalu alquwwati aljasadiyya washababi, kukamilika kwa nguvu za mwili na ujana, ndio makusudio ya ashudda. Almudarrisi Ayatullah anasema iktimalu alquwwati wattaqa, kukamilika kwa nguvu na nishati zile alizokuwa nazo, nayo ni nguvu vile vile. Taqa ni nguvu, sio? Ndio maana ashudda. Ndio maana Musa tunamjua kisa chake, fawakazahu Musa faqadha alayhi, piga mtu akapoteza maisha, sio? Wakati wa ujana ule. Na nyinyi mnafahamu kwamba ujana ni nguvu. Sasa hivi kuna wacheza mpira ambao kishafikia kuanza kupoteza nguvu zao, hata timu za mpira haziwaajiri tena, sio? Ikiwezekana kuuzwa wanauzwa, kwa sababu wakati ule nguvu zishapungua. Na nyinyi mtaona sasa, mkianza kusogea umri, utaona katika majlisi kama hii, kama mzee wetu pale, mtizameni majlisi ikiisha ananyanyuka vipi. Ile namna ya kunyanyuka mtajua tayari nguvu zimeanza kupotea, sio? Lakini wewe unanyanyuka mara moja, hata ushiki chini, sio? Utaona nguvu, sio? Utakwenda namna hiyo, itafikia mahala sasa mkono mmoja unanyanyuka nao, mara mpaka yote miwili, na lazima uheme sana. Mwisho hata kutembea unahitajia mguu wa tatu ili uweze kutembea. Kwa hivyo ujana ni nguvu. Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-An'am na surati al-Isra, anasema hivi: wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda, msikaribie mali ya yatima ila kwa namna ambayo ni nzuri. Namna nzuri ni ipi? Unaitumia mali ya yatima kwa ajili ya kumhudumia yeye, sio? Anahitajia school fees, unalipia. Anahitajia matibabu, unamlipia. Anahitajia nguo, unamnunulia. Namna nzuri. Lakini Mungu anasema hatta yablugha ashudda, mpaka afikie ukamilifu wa nguvu za mwili. Haya, nakuulizeni, maana yake akiwa na nguvu za mwili ndio apewe pesa zake? Zina uhusiano gani? Ni kwa sababu nguvu za mwili zinakwenda sambamba na nguvu za akili. Akishakuwa kijana, anijitambua, sasa anaweza kupewa pesa zake yeye mwenyewe atumie, sio? Wakati ule si lazima tumsimamie. Wakati ule si mtoto tena anapewa mali yake. Na Mungu anasema wabtalu liyatama hatta idha balaghu nikaha, wafanyieni mtihani mayatima mlokuwa nao mpaka wakifikia umri wa nikahi. Hapa panakusudiwa wanaweza kuolewa au kuoa. Fa in anastum minhum rushda, mkitambua kwamba sasa wana upambanuzi wa mambo, wanaelewa, fadfa'u ilayhim amwalahum, wapeni pesa zao. Kwa hivyo balagha ashuddahu maana yake ana rushdi, akiwa amefikia ukamilifu wa nguvu za mwili, maana yake na nguvu za akili zitakuwepo. Yule sasa anaweza kupewa mali yake akaitumia. Haya ndiyo maana ya kijana katika Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani katika aya nyingi, lakini miongoni mwa hizo anaelezea kwamba mwanadamu anapitia katika marahil matatu. Mungu anasema Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, kakuumbeni kutokana na udhaifu. Vijana wadogo, mtoto ni dhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, baada ya hapo ukawa kijana una nguvu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, sasa kule ni uzeeni. Kwa hiyo kuna udhaifu wa utotoni, alafu kuna udhaifu wa uzeeni, na hapa katikati kuna nguvu za nani? Kijana. Kijana ni marhala ya katikati baina ya dhaafaini, dhaafu ya utoto na dhaafu ya uzee. Ana nguvu, ana uwezo wa kufanya mambo. Na ndiye imethibitika kwamba kuna kipindi mwanadamu anakuwa pengine hapa kuna vijana wengi bado wanakuwa,
anakuwa mpaka anafikia mahala anarefuka mpaka anafikia kiwango hawezi kurefuka tena. Urefu wake unakuwa umefikia mwisho. Baada ya pale sasa hawezi kurefuka tena. Lakini umri ukisogea, mnafahamu kuna wakati urefu unapungua. Yani ule urefu wako sasa unafikia mahala unapungua. Ukienda kupimwa sasa hauna ule urefu wa mwanzo. Na hii kwa sababu ulipokuwa mdogo ulikuwa umeinama hata katika tumbo la mama yako na dhaifu, ukanyooka mpaka ukasimama sawa sawa istawa. Alafu ukizeeka, ukianza kuzeeka unaanza kurudi kidogo, unapinda kidogo, haunyooki vile vile. Kwa hivyo kitaalamu ni kwamba urefu wako katika uzee na ujanani ni tofauti. Na ukiendelea zaidi unaweza ukarukuu kabisa, ndio wale watu kutembea hawezi ila ameinama, kwamba hawezi kunyooka tena. Sasa hivi ndivyo Mungu alivyotuumba sisi. Kwa hivyo mukhtasar wa mazungumzo yetu ya leo, taarifu ya kijana katika Qur'ani, taarifu ya kijana katika Uislamu ni yule ambaye amefikia umri katika maisha yake wa nguvu na uwezo katika maeneo mbalimbali. Kwa hivyo matarajio ni kutumia zile nguvu zake vizuri, nguvu za akili na nguvu za mwili, azitumie katika kujenga mambo, sio kubomoa mambo. Vijana ndio wanaojenga au wanaobomoa, ndio wanasababisha vurugu au ndio wanaoleta amani katika jamii, lakini ni muhimili wa jamii yoyote ile. Haya ndio utangulizi wetu katika siku hii ya leo, siku ya kwanza ya majlisi yetu. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.